kutupandia neno la kweli ambalo linatutakasa. Kweli ni roho ndani ya Yesu ambayo kazi yake ni kufuta udanganyifu kwenye fahamu zetu, mioyoni mwetu, akilini mwetu, na kutupandia lile neno la kweli ambalo kazi yake linatutakasa mwenendo, linatutakasa kiimani, linatutakasa kimawazo, linatakasa matendo, linatakasa imani. Hili neno la kweli. Kwa nini Mungu alituma roho moja ndani ya Yesu ambayo inaitwa kweli? Kwa sababu adui aliumba udanganyifu, yule udanganyaye ulimwengu aliumba udanganyifu akaueneza duniani. Na kazi ya udanganyifu maana yake kudanganya. Bwana tusaidie sana. Ukiona mnasukumwa kusema uongo, wewe mdanganya huyu, hii roho ya udanganyifu. Kwa nini Mungu alituma ndani ya Yesu roho moja nyingine inayoitwa kweli? Kweli ni roho ndani ya Yesu ambayo kazi yake kufuta udanganyifu ndani ya fahamu zetu, ndani ya nia zetu. Inaondoa kabisa unafiki, uongo wote, aina zote za udanganyifu, na kutupandia neno la kweli. Sasa kwa nini Mungu aliituma hii? Aliituma hii kwa sababu adui aliumba udanganyifu akaueneza, ambao ndio uliokuwa sababu ya kumdanganya Adamu na mkewe bustanini. Baadaye udanganyifu huo uliendea dunia nzima. Kwa hiyo Mungu aliituma hii roho ambayo kazi yake sasa kufuta, kuharibu, kuondoa udanganyifu katika uumbaji wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kweli. Ndio maana Yesu aliwaombea wanafunzi akisema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Bwana tusaidie sana. Uzima ndani ya Yesu pia kulikuwa na roho moja inaitwa uzima. Hii roho inayoitwa uzima ni roho ndani ya Yesu inayotuhuisha, inahuisha nafsi, inahuisha mioyo, inahuisha dhamiri iliyokufa, inahuisha, kurudisha uhai, inafufua. Kuhuisha manake kufufua. Mwandishi mmoja anasema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Hii pia ndiyo roho iliyomfufua Yesu, kwa kuwa ndiye uzima. Aliposema kwamba livunjeni hekalu nami nitalijenga ndani ya siku 3, alikuwa na maana kwamba hata akihukumiwa kunyongwa akafa, kwa kuwa yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Hii roho alijua itakapofika muda wake itatimiza wajibu wake, atakuwa hai tena. Hii roho ndiyo iliyosema ndani ya Yesu kwamba hakuna aniondoleaye uhai ila mimi mwenyewe nautoa, kisha nautwaa tena. Bwana asifiwe sana. Ni magumu haya kidogo kuelewa. Turudie tuendelee. Bwana asifiwe sana. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba niendako mwaijua nini? Njia. Wanafunzi wakamwambia, hatujui uendako, wasemaje tunaijua njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na nini? Na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa
unaposema mimi ndimi njia, kweli na uzima, maana yake Yesu kama Yesu ni lile neno la Mungu lililovalishwa nini wapenzi? Sauti. Neno lenyewe lililovalishwa sauti, mnanisikia vizuri wapenzi, liliambatana na roho tatu za kuokolea. Roho tatu. Roho moja inaitwa njia, kazi yake kututoa upotevuni kuingia uzimani. Yale maandiko yote na maneno yote Yesu aliyosema kwamba aniaminie mimi hahukumiwi, asiyemwamini mwana wa Mungu amekwisha kuhukumiwa, yeye aminiye amepita mautini kuingia uzimani. Amepita. Hicho kinachozungumza ndani yake ni ile roho njia, inaitwa njia. Kazi yake kututoa upotevuni mautini kuingia uzimani. Bwana asifiwe sana. Hii ndiyo inayoongoza hatua za kupita. Hatua. Unaweza kuwa unalazimika kuzungumza neno fulani, lakini ukasikia kizuizi. Hapana. Sema hivi. Sawa ndugu zangu? Unaweza kuwa unataka kufanya jambo hili, kumbe ndani yake lina madhara. Unasikia kizuizi. Hapana. Sawa ndugu zangu? Njia, kazi yake ni hiyo. Bwana tusaidie sana. Njia ni roho ndani ya Yesu inayotutoa upotevuni kuingia uzimani. Lakini pia alipokuwa analipa fidia kwa mauti, roho hii ambayo ni njia ya kututoa kwa mauti, kutuingiza wapi wapenzi? Uzimani. Kututoa katika nguvu za giza, kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo la Mungu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kolosai. Bwana asifiwe sana. Unaona? Sasa hii roho inayoitwa njia ndiyo kazi yake. Bwana tusaidie sana. Kweli ni roho ndani ya Yesu, kazi yake kufuta udanganyifu. Ndugu zangu, mahali ambapo roho hii, yani pale ambapo hawampokei Yesu kikamilifu, hawaukiri wokovu uliotimia, hawahimizani kuishi maisha matakatifu, hawajazi Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Hivi vitu tunavyovizungumza ni hadithi tu, ni hadithi. Lakini kwetu wa Pentekoste, sawa wapenzi, uzao wa Kipentekoste ni vitu vya msingi sana. Kweli ni roho ndani ya Yesu ambayo kazi yake kufuta udanganyifu. Ndugu zangu, kabla mtu hajaokoka huwa kuna udanganyifu mwingi tu unaopelekea pengine watu kutumaini kwamba hakuna mtakatifu duniani. Sasa tunapokuwa tumekufa, zinafuatishwa sala za kuombea marehemu ili Mungu pengine apunguze adhabu, ili Mungu asihukumu kwa hasira yake. Bwana tusaidie sana. Ile vyote ni viashiria vya kuikosa ile kweli. Bwana tusaidie sana. Lakini kweli halisia ni roho ndani ya Yesu, kazi yake kufuta udanganyifu ndani ya fahamu zetu. Unaposema nimeokoka, unausikia kabisa ule uokovu ndani. Unaposema kwamba mimi naishi maisha matakatifu, unajisikia kabisa ndani kizuizi kinachozuia usidanganye, usiseme uongo, usiseme umbea, usifanyeje. Unasikia kabisa kizuizi kinazuia. Bwana tusaidie sana. Kweli unaona. Lakini pia uzima ni roho ndani ya Yesu ambayo inahuisha, kazi yake kuhuisha, kurudisha uhai wa kiroho. Biblia inasema mtu anaweza akawa na jina la kuwa hai, kumbe ameshakufa.
yale majina yadhaniwayo ni ya Kikristo, kumbe mtu hana ule Ukristo ndani, hana uhai wa Yesu. Kwa hiyo uzima ni roho ndani ya Yesu inayotuhuisha. Mwandishi mmoja aliandika, hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa nini Mungu aliituma hii? Biblia inasema adui kama adui aliumba nini? Aliumba adui aliumba nini? Aliumba niko natafuta neno. Aliumba kifo, aliumba mauti, aliumba kifo, aliumba uharibifu, kifo na mauti. Aliumba uharibifu, kifo na mauti. Aliumba uharibifu, kifo na mauti. Kwa maana ya kwamba aliumba nini? Maradhi yote kwa ujumla yanayoitwa uharibifu, ambayo hayo ndio yanayosababisha kifo na mauti. Adui. Sasa kwa kuwa adui aliumba uharibifu, maradhi, kifo, mauti, sasa ili Mungu atufufue alituma roho moja ndani ya Yesu. Kazi yake kuhuisha, inatuhuisha. Bwana asifiwe sana. Agano la msamaha hilo. Kwa hiyo tukisamehewa, tukiwa tumesamehewa kwenye agano hili la msamaha, hivi ni vitu vya muhimu sana kuelewa. Bwana asifiwe sana. Sasa tuende kwenye nguzo tatu za msamaha, nguzo tatu za agano hili, nguzo tatu ambazo hili agano la msamaha linasimamia. Nguzo tatu. Nguzo ya kwanza tutasoma maandiko, lakini nguzo ya kwanza Injili. Injili, yaani kuhubiri Injili. Nendeni mkahubiri Injili. Hiyo ni nguzo ya kwanza.